Hivi kweli nifuate ushauri wa mdogo wangu kweli niende kwa mganga? Lakini mbona maisha magumu hivi? Nikubaliane naye nimkatalie? Ngoja tu nimtafute tuende, maana nashindwa. Jamani, mnakaa porini hivi? Vipi hapa? Hai, kwema. Mimi niko poa, ndo nimefika nyumbani hapa. Sasa nikaa mlangoni kweli. Kwa nini viti hapa? Sio hapo mwanaume huko na hela zenyewe unipe hata kusema kama mimi. Kama mimi niko najua mazingira nyumbani kama hapo hivi. Ndio umeshajua inabidi yako. Basi ndio nikaa hapa msikai. Kwa tukaa mlangoni ni vibaya. Niambia mambo mengine. Mbona peupe hapa? Ndugu yangu, niambie mzangu wako. Tapeli. Unaona? Hamna, sio tapeli. Sema tu labda atakuwa kabadilisha mazingira. Tunampata wapi? Naomba simu ndo hajatoa yule mzee. Yaani yeye mwanangu ana nani? Ana simu. Tatizo hili. Kwa hiyo hapa sasa cha kufanya. Huyu rais atakuwa kanania serikali imefungua. Maana yeye mwenyewe kuna kipindi alielewa kwamba kibali kimefanyaje kimeisha. Ili afuatilie masuala ya kibali. Kwa hiyo na imani hii serikali itakuwa ishaanza kuleta watu kama huko. Lakini sio mbaya tujafeli. Tutaangalia utaratibu kitakufanya. Ndio maana nimekwambia ngoja na yeye nihakikishe kwamba yasije kama haya. Ngoja na yeye nihakikishe kwamba anapatikana bado yuko pale ambapo anapajua au ameshahama. Ila yeye yule kwa sababu ile nani maelekezo yake ninayo, mawasiliano yake nitawasiliana naye. Basi takujuza. Mzee jao kweli. Mdogo wako yuko wapi? Mdogo wangu katoka hata elewe. Na sijui hata atarudi lini. Kashaenda kuzurura eti. Kashaenda kuzurura sijui kwa mama yake, sijui ndio yuko kwa bwana yake anamdanganya hata hiyo. Kaondoka lini? Kaondoka tangia juzi. Sawa na wewe mnyamaza tu unaona sawa. Sasa mimi nifanyaje? Mtu akisha kushinda utafanyaje? Hata ukisema umpige tabia yake ni ile ile utafanyaje? Sawa bwana. Mimi naishi sinja wapi sasa tunaweza kupata chai hapa? Ngao huko nyuma. Twende basi tukate ndio nipeleke. Mama kumndoa kwenda kampokee. Karibuni dada. Asante. Dada. Karibuni. Amina. Tumechoka kule. Karibuni. Jambo. Umekuwa? Dada shikamoo.
za huko baba, hata kutosendelea hamtaki. Jamani, nilikuwa naumwa. Kuna mwalimu tena mimi nisijue miguu, hapo mwanangu mmoja yule ndio kana mitihani. Mchini gani dada yangu? Kwani namba yako alishapoteza? Namba yako tulikuwa kwenye simu ya Filipo na kifanya sasa hivi hayupo hapa. Jamani, yaani mpaka mnafikia mtihani yote hiyo mimi bila taarifa. Nisingejiongeza kuja kukusalimia ingekuwaje? Yaani nashukuru nimefurahi. Amina anasoma huko maliza. Alimaliza. Kwa mdada. Karibuni. Tupo. Sasa ndo tumepata wageni. Mgeni njoo wenyeji tupone. Hapo tunakuwa kuku. Jana kaambia ndugu yangu mtoto. Akili yake imefocus kwenye kula tu. Hapo wanagombana kula saa 3 ndo kaali. Kauliza kama huyu mama nani huyu nani? Kwani ushakumwona wewe huyu? Sasa kuja bado mchanga kabisa kwani. Alikuja bado ya mikononi, yani yake Mungu ni mwema. Ndio mgeni njoo wenyeji tupone. Msikiliza bwana, tuongee na wageni. Wewe umekalia kula tu, sio ikoje? Kwanza tunaenda kwa peke yangu mimi. Nisingemfahamu. Huyu ndio ule Magoli. Basi baba. Unaendeleaje? Baba umekuwa sasa tupate mkamwana. Bado kidogo. Mwaka ukiisha, mwaka ujao naona. Unasubiri babangu, magonjwa yamekuwa mengi. Wewe ni bado mapema. Sawa mama, bado kidogo. Sawa, tunasubiri maamuzi yenu. Kwani mdogo wangu naye bado hajaolewa? Ukimtazama tu ni wako sasa hivi umri bado. Mwili tu kapata mwili wa mama yake hapa. Ataziwekea nyumbani. Hapana, kwa uwezo wa Mungu ataolewa. Mwenyewe. Vipi hapo fresh mwanetu? Kama kawa. Kwa kawaida. Unyama mwanangu. Nipe saifa. Waje ba. Karibu. Mambo yanaendaje? Mwanangu nyama nimesikilizia hapo hivi kinyonge. Nywele zinataka kufurahisha. Mbona zikuna? Kama nitangani. Mwenyewe kuna nywele namna hiyo. Ibano sana mwanangu, hata kitanda chenye kimegoma. Nazingua. Leta ya bati. Kama kawaida mwanangu. Mimi hapa nimesikilizia hapa. Na vitu viwili vinanichanganya. Kimoja wala tuanze na cha kwanza. Kuna mshikaji hapa alinipigia simu kwenda kupiga mchongo. Mangu tumeenda kule mwanangu, mambo yakao. Tajiri ka Jeusho. Hapo unajua tena shemeji yako mwanangu naye ananiambia baweza kusuka nini. Wewe kusuka huko. Hapo nimeyumba kinyama yani hapa na waza si akija nitamwambia nini. Pambana mtoto kaza ile pale nitakuwa mtunze. Ila wewe na mtoto mwenyewe alikuwa wapi sasa? Umefikia wapi sasa? Unamjua? Si Amina. Tunaenda kuona kwa mdogo na kwa mdogo. Huyu ndo Amina. Ndio baba tenda kwa mama Amina. Amina ndio mama Amina ndio. Kati mdogo wangu. Hapa ndo nyumbani. Mimi naitwa Magoli. Sasa naitwa Amina. Amina, kama unakosea kumtaja. Unajua kusema jina kweli. Karibuni jamani. Asante dada, hapa tumechoka. Yaani natamani kulala kwanza nipumzike nikishamka ndo tutajua. Haya wewe lala. Hapa nilikuwa nimekaa tunafikiria cha kuweza kufanya yani. Maana hapa yani wewe mwanangu kwa sababu umekuja hapa. Unaweza hata ukaniziba. Sasa unaona umefikiria ni story ukao umefikiria yaani umepata nini labda cha kufanya. Si ndio maana nimekuona hapa nimekuja nikasema mwanangu hapa ngoja ataniziba hata 10. Kwa hivyo inabidi unizibe. Au sio? Wewe fanya hivyo yani mwanangu. Mimi nishachunwa huko. Asubuhi. Sasa wewe utakuwa nani umesubiri toto mwanani ba nani nini? Kaki tu afanye masiara nini? Lazima mtu nimhudumie, si unajua wewe mtu alipokuwa nini mashallah. Bali nimemwagika hela. Sema nini? Nipangilia. Mimi nitakusave mahali kidogo. Sema urudishe. Sasa ndo maneno ambayo kome yasahau. Hapo sasa nitakuwa mimi nakusave mahali. Nitakuwa urudishe. Fanya hivyo. Yaani hapo sasa hapo. Yaani hapo ndo utakuwa umeokoa jahazi. Ndio mwanangu wewe. Haufi leo wala kesho. Na siku ukifanya mimi nitalia vibaya mno. Mbavu kwani wewe Mungu. Si ndugu yangu wa karibu. Sasa ndio unasema nisifi leo. Hauwezi ukafa leo. Mungu akitaka kuchukua nimwambie nimpangilie. Sasa sikia, acha maneno mengi.
Mimi nakung'oa hii hapa ni gani? Refresh yani. Sasa sikiliza. Hakika. Shemeji aende akasuke. Hapa lazima akasuka. Hapa kusuka hakika hapa. Maana ila nataka nimbadilishie ratiba. Au utananyoa. Nyoa buku jela yenyewe fresh. Baba swala kusuka mwana usumbufu. Mimi mwenyewe ndio sasa mwanamke akisuka sio anapendeza. Huo ndio urembo mwanamke. Mwanamke akinyoa aeleweki anayo kichwa Taweza wanawake unajua wanajao. Akishasuka wangu zile nyoa akizifanya hivi. Fresh. Wazuri hawa anachukuliwa na watu huko hisia yake utapendeza. Wewe sikia una story nyingi bwana. Ngoja mimi nikuache kwanza. Mimi naelekea hivi. Ngoja mimi nikuache mimi nielekee zangu. Au unaelekea hivi? Baridi mwanangu mimi hapa nimesikilizia hapa. Au baadaye nikatokea pande hizo hapo. Utanikolo basi baadaye tukutane mazingira fulani ya fungu na mimi tutaviweka sawa. Au vipi? Mwanangu. Baridi mwanangu. Dua basi. Hakika. Shida nini? Unatoka wapi? Nyumbani ndio kiuno kikume. Sijui labda kazi. Kazi gani? Vipi? Naam. Basi mambo ni aje? Mnyama. Uko good. Nilikomba ya kutoka hivi sijaiona. Kwenye simu au kuiona kwa macho? Kwa macho. Okay. Sasa sitaki unipangilie. Sio magunia mimi kila siku unanipanga. Hilo tatizo lako ujue. Ndio nataka hilo. Hilo tatizo lako ujue. Ndio nataka hilo. Hilo kwa nini nikwambia nakupa sinakupa? Ndio hivyo. Yaani hapa leo uchomoke. Bwana. Basi sawa. Wao basi niingie ndani hapa nikupatie. Au tuwezee tu ndani. Nakusubiria hapa nje nataka hela. Maana ukienda ndani huko naanza mambo mengine. Nataka hela baba. Wewe leo ndo ukakushia nje. Mimi nataka hela. Wewe una ugomvi? Pata basi. Unajua mimi unanichelewesha kwenda kusuka. Kwanza ngoja kwanza. Unajua kwa kusuka unaenda wapi bwana? Sina kuja kwako, unaenda. Maana kuna sehemu kwingine? Siwezi jua labda mwenzangu kuna sehemu nyingine ya kwenda. Maana una haraka ya kwenda kusuka kweli yani kuliko hata kuniangalia usoni hata kidogo angalau. Basi baba. Yaani unapotaka mimi. Aibu. Nisubiri hapo kama dakika 2. Jua limepanda jamani. Kwa hiyo mmeniacha nimelala hapa mpaka saa hizi dada. Dada! Dada yuko wapi? Jamani dada yangu. Nimelala mpaka saa hizi hapa. Nilikuja mara moja tu nilikuwa na haraka naenda kazini. Chelewa kweli. Kwani saa ngapi? Angalia mtana. Kabla ingia saa 3 Mungu wangu. Basi. Kwani watoto wako wapi? Mbona mimi siwaoni? Hapo umeenda dukani muda mrefu, sio ako wapi? Mungu akipenda. Haya njoo sisi. Nani yako mnatoka wapi sasa hivi? Muda wote mko duka gani? Naingia saa 3 ndio leo nimefanya kwa hivyo na goli kutuma sema unawahi kurudi mwanangu au anataka kuondoka na wahi kazini mako mdogo. Kwa ndo anaondoka hivi. Ndio anaondoka. Mimi jua nalala. Anaondoka. Mimi na wewe bado tutaenda wote na mimi hebu tutaenda kwa kwenu. Mwaje tena. Wewe nenda wapi nitakuja naye mimi. Unajua mwanangu ndo ananisaidia kupika pika nikiwa kazini. Unioni dadangu nilipo sasa hivi mwili umenileta ndugu yangu na sina nguvu za kufanya kazi nyingi hata kuja siku nyingine. Mbona unapendezana na mkaka yako? Hata alafu mwenyewe Jumatano nakuja kwako. basi sawa usiache msimwache mwanangu. Yaani ndo ananisaidia kazi za nyumbani. Sasa unajua nimebaki na wengine wote ndo wachaka nimejitao. Haya wewe unataka Mungu akipenda. Nashukuru nimeona tunawasiliana basi. Namba Haya, yangu nimekuachia. Haya sawa. Sasa ushike angalia shilingi ngapi naweza shilingi ngapi na maana kwa hiyo nadhani nikunjue ndani nimwage chini au 10,000. sasa kwa shilingi ngapi? Mimi nilikuomba 10,000. Yaani 10,000 mimi unanipa 10,000. Shika hela yako ondoka. Wewe Sitaki 10,000. Nilikuomba 30,000 unakuja kunipa 10,000. Hivi wewe mwanaume wewe una akili kweli? unatupa hela? Ndio natupa.
Unatupa hela? Ndio natupa. Jana unakuja kunipa elfu. Wiki 3 zote umenikalisha unaniambia unakuja kunipa elfu. Unatupa hela wewe. Hivi kweli inaingia kilini? Kwa hiyo siku zote hizo unakuja kunipa elfu. Haya mama, unataka utoe shilingi ngapi? 30 ruko. Hii haitoshi kusuka wewe. Hainitoshi. Kwanza hii nikinunulia tu rasta na kunyoosha nywele imeisha. Unaenda bashop ha? Utajua mwenyewe mimi nataka yako. Na usiponipa tunaachana.